mamilioni ya wafuasi, lakini ningeacha yote haya kesho kama isingekuwa kwa sababu ya kuokoa roho. Sipo hapa kwa sababu ya namba, sipo hapa kwa ajili ya sifa au kutambuliwa, sipo hapa kujijengea chapa binafsi. Nipo hapa kutoa sauti yangu halisi, bila vichujio, bila maigizo. Ninajali zaidi uhalisia wa kile unachosikia kuliko kishindo cha kile kinachoonekana. Ni kweli watu wananitambua mtaani, wananisimamisha, wanataka kupiga picha nami, wanasema nilibadilisha maisha yao. Ninashukuru sana kwa kila wakati huo na ninauthamini, lakini hakuna hata kimoja cha haya ndicho kili cha kile ninachokifanya. Ninafanya hivi kwa sababu mahali fulani yupo mtu anayehisi kama nilivyohisi mimi zamani, mtu anayehisi kuwa Mungu hawezi kumpenda, mtu aliyebeba mzigo wa makosa ambayo hawezi kuyafuta, mtu aliye ukingoni mwa uamuzi mmoja mbaya utakaomgharimu kila kitu. Kama chapisho moja litaweza kumzuia simwache Mungu, kama ushuhuda wangu utafungua moyo uliokufa ganzi, kama sauti moja iliyo wazi na safi itaweza kufika moyoni mwake bila kelele za dunia, basi hilo lina thamani zaidi kuliko namba yote inayoonekana kwenye skrini. Jukwaa hili halijawahi kuwa langu, wafuasi hawajawahi kuwa wangu, utukufu haujawahi kuwa wangu, yote ni ya Mungu. Yeye amenikabidhi tu dhamana hii. Hata vipaza sauti, kamera na ubora wa sauti ninaotumia ni nyenzo tu za kutumikia kusudi lake, si sababu ya kujisifu. Na hii ndiyo hali ya kutisha na ya unyenyekevu zaidi kuwahi kunitokea. Uaminifu unaambatana na wajibu mkubwa. Kila neno ninalolitamka lina maana, kila chapisho ninaloshiriki lina uzito. Kila ninapofungua kinywa changu, ninawaongoza watu kwa Mungu au ninawaondoa kwake. Ndiyo maana ninajitahidi kudhibiti ninachokiimba, ninachokisema na namna navyokisema, ili sauti iwe safi, ujumbe uwe wazi na moyo wake umsikie Mungu, si mimi. Maana ikiwa ninahubiri Injili, sina cha kujivunia.